Uh, Leo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2026. Sasa hivi kituo cha Al Jazeera wapo mubashara, ambapo nimemwona hapa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi, spika wa bunge Ghalibaf na wadau wengine kwenye idara ya ulinzi na usalama, mahakama na maeneo mengine. Wamesema Irani haiko tayari kushiriki mazungumzo ya awamu ya pili ya Islamabad, Pakistan kwa ajili ya kumaliza vita na Marekani, kwa sababu Marekani wameishambulia meli ya Irani. Kumbuka kwamba Irani ameufunga tena mlango bahari wa Hormuz, lakini Marekani alichokifanya, ule mlango bahari wa Hormuz una pande mbili. Upande wa Irani ndio Gulf of Persia, ghuba ya Uajemi, pale amefunga, na upande wa kutokea ili kuingia bahari ya Hindi kuna Gulf of Oman. Kwa Marekani amesogeza meli zake kwenye Gulf of Oman, wakati Iran ameufunga pale kwenye Gulf of Persia. Kwa hiyo kushambulia, na wanasema serikali ya Teherani kwamba hawana imani na mazungumzo ya Islamabad yaliyoandaliwa na waziri mkuu wa Pakistan Bwana Sharif Shahbaz pamoja na mkuu wa majeshi field wa Pakistan Field Marshal Asimi Munir na viongozi wa ngazi ya juu kutoka kwenye jeshi la Pakistani na wizara ya mambo ya nje ya Pakistani. Kiujumla, kwenye ulimwengu wa diplomasia kuna kitu kinaitwa negotiation deadlock. Negotiation deadlock ni hali ambayo wale wanaopatanishwa kutoaminiana. Ni hali inajitokeza pale ambapo wale mataifa yaliyopo kwenye mgogoro, kila mmoja analeta masharti ambayo mwingine hawezi kuyatekeleza, au ikiwa yatatekelezwa yatavunja msingi wa utaifa na ukubwa, the supremacy and hegemony of a particular nation. Kwa hiyo kinachoendelea sasa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa vita ikazuka awamu ya pili kati ya Irani dhidi ya uvamizi wa Israel na Marekani. Na kuhusu suala la Lebanon, rais wa 47 wa Marekani Donald J. Trump alikuwa amefanya kwa pakubwa kuwakutanisha viongozi wa Israel pamoja na Lebanon wakiongozwa na rais wa Lebanon Joseph Aoun. Kumbuka kwamba katiba ya Lebanon ya mwaka 1943 ambayo inaitwa the Convention Pact of Confessionalism ya mwaka 43 ya uhuru wa Lebanon, kwa maana ya kwamba rais wa Lebanon ni lazima awe Mkristo wa dhehebu la Maronite. Wakati huo waziri mkuu wa Lebanon ni lazima awe Mshia, na spika wa bunge wa Lebanon ni lazima awe Sunni. Na kumbuka baada ya vita ya Lebanon ya mwaka 75 mpaka mwaka 90 kulikuwa kuna makubaliano ya Taif Agreement Saudi Arabia, ambapo mamlaka ya rais yalipunguzwa kwa sababu katiba ya mwaka 1973 iliyoandaliwa na Wafaransa ilikuwa inawapa nguvu wa Kristo wachache wa Maronite dhidi ya Waislamu, ambao Waislamu wamegawanyika katika makundi matatu. Kuna Wasuni, Washia na Wadruze. Wadruze ni jamii ya watu ambao si wanachanganya Uislamu, Ukristo pamoja na dini ya Uyahudi, wanaweka pamoja. Kwa hiyo Waislamu, Wasuni na Washia bado wanawaona Wadruze kama watu ambao wamechakachua misingi ya imani. Kwa kitendo cha Marekani kukiuka makubaliano ya Islamabad kwa kuishambulia meli ya Irani, na Irani pia kufunga tena mlango bahari wa Hormuz mpaka matakwa yake ya Irani yatakapofanyiwa kazi. Matakwa ya Irani ni kwamba lazima Marekani alipe fidia, Irani iendelee kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, wa nchi ambazo haziamini Irani zisipite pale za kijeshi, meli za kijeshi, lakini Irani anataka kuendelea kuchukua tozo ya kulipa mlango bahari wa Hormuz. Irani anataka washirika wake wasishambuliwe, walindwe, ikiwemo Wahuthi kutoka Yemen, Hezbollah Lebanon, PMF kutoka Iraki, Fatimiyud kutoka Syria na makundi mengine ya kishia takriban 15. Lakini Irani anataka usainiwe mkataba, yani convention, kwamba Israel na Marekani hawatafanya mashambulizi nchini Irani, lakini fidia, lakini
vikosi vyote vya kijeshi vya Marekani viondoke Mashariki ya Kati kwenye Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Arabia, yani American military bases ziondoke, aondoe zote. Lakini pia Irani hawezi kuachana na mpango wa nyuklia kwa sababu ni mstari mwekundu wa ulinzi na usalama, na yale maeneo yake matatu Ford, Nantes na Isfahan yabaki vile vile. Irani hawezi kuachana na mpango wa urutubishaji, na zile kilo 450 za uranium ambayo iko tayari kurutubishwa kwa ajili ya kutengeneza mabomu haziwezi kutoka ndani ya Irani kukabidhiwa nchini Marekani. Kiujumla, diplomasia imeshindikana kwa sababu Irani hamuamini Marekani, Marekani hamuamini Irani, Irani hamuamini Israel, Israel hamuamini Marekani, na nguvu ya mpatanishi yani Pakistan ni ndogo. Inavyoonekana Pakistan ni pro west, Pakistan ni rafiki wa kimkakati wa Marekani, na Marekani amewekeza sana Pakistani kwa ajili ya kudhibiti siasa za Eurasia. Yani ili Marekani afike Afghanistan anahitaji kumtumia Pakistani. Marekani alipokuwa kwenye operation ya kumkamata Osama bin Laden alitumia anga na jeshi la Pakistani kuingia kwa lakini Marekani pia anamtumia Pakistani ili kupunguza nguvu za India. Wakati huo huo Marekani anamtumia India ili kupunguza nguvu za Pakistani. India na Pakistani wana mgogoro kuhusu eneo la Kashmir, na Marekani ana urafiki na nchi zote hizi mbili kwa sababu hataki kuzipoteza. Yeyote atakayemzingua Marekani, Marekani atampa nguvu mwingine ili ampige mwingine. Kwa hiyo amewashikilia kisaikolojia, it's a psychological hostage. Irani, Pakistan na India ni mateka wa Marekani kisaikolojia. Kwa hiyo hali ni mbaya, na ili kupata ufumbuzi wa huu mgogoro ni muhimu sana Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa, hasa zile nchi tano zenye nguvu, yani Uingereza, Ufaransa, Marekani, China na Urusi, kukaa chini kuja na azimio la pamoja la kutatua kero hii, kwa sababu Israel hataki Irani awe na nuclear, lakini Irani ana nuclear. Lakini Marekani anataka Israeli ndio liyo taifa lenye nguvu kiuchumi, kisiasa, kiintelijensia na kiulinzi ili kulinda maslahi ya Marekani na sera mambo ya nje ya Marekani. Na Iran naye anataka kujitanua kuwa na washirika, yani blocs, non-state actors, aondolewe vikwazo vya kiuchumi, afanye biashara ya mafuta ili awe taifa lenye nguvu. Ni kitu ambacho Marekani haitaki kukubali Irani awe na nguvu. Ndio maana Irani ndio nchi pekee ya pili baada ya Urusi kuwekewa vikwazo takriban 22,000. Irani na vikwazo zaidi ya 4,500 imewekewa na Marekani, Umoja wa Ulaya, NATO na washirika wengine wengi kwenye biashara, siasa pamoja na uchumi. Kwa hiyo diplomasia, unaweza kusema the global diplomacy is robbed by the tyranny. Kwa hiyo sera ya mambo ya nje ya Donald Trump awamu ya pili ya uongozi wake ya gunboat diplomacy, matumizi ya nguvu za kijeshi na vitisho ili kuifanya nchi kuisujudia na kuinyenyekea Marekani, tunaona sasa inapitia changamoto kubwa. Na Marekani pia anaelekea Donald Trump kwenye uchaguzi wa mid election, uchaguzi mdogo wa mwezi Novemba. Kama hali ikiendelea kuwa mbaya, kuna uwezekano mkubwa mahasimu wake wa Democrat wakatumia vita hii ya Irani na kupanda kwa uchumi na gharama za maisha na malalamiko dhidi ya Israel kujaribu kupata kura nyingi. Kwa hiyo Trump yuko kwenye pressure kubwa ya uchaguzi wa mwezi Novemba, pressure ya kutaka ushindi wa haraka dhidi ya Irani, na pressure ya dunia kuhusu kuwachokoza Irani na kupanda kwa gharama za mafuta na bei ya mafuta. Yaani dunia inakumbwa na kitu kinaitwa stagflation. Stagflation neno la kiuchumi linamaanisha kwamba kupanda kwa bei, kushuka kwa uchumi, kupanda kwa gharama za maisha, kushuka kwa ajira, kutokana na mfumuko wa bei na hali ya kiuchumi. Kwa hiyo hali kama hii ni muhimu sana Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa kuja na mpango mkakati wa kumaliza hili swala. Lakini pia Marekani lazima aiheshimu Irani kama taifa huru, mwanachama wa Umoja wa Mataifa lenye haki. Moja kati ya misingi ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa kwamba kila nchi inapaswa kuheshimu nchi nyingine. Hakuna nchi ambayo inapaswa kuvuka mipaka yake na kwenda kuivamia nchi nyingine, isipokuwa kuwe na kibali cha Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Labda wanachama wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wapige kura zaidi ya 75% ndipo kipate kibali cha kwenda kuvamia nchi nyingine. Lakini Marekani anaamini kwamba ana uwezo wa kuingia chumbani kwa taifa lolote na kufanya maamuzi ambayo hayakubaliki. Tumeshuhudia Venezuela kukamatwa kwa Rais Maduro kinyume na sheria za kimataifa, kinyume na kibali kutoka Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa, kinyume na kibali kutoka mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa.
kwa kweli dunia inakoelekea ni kwamba diplomasia imebakwa na matumizi ya kijeshi, hasa uongozi wa Donald J. Trump. Je, Urusi akiamua kuingia Ukraine na kumuua rais wa Ukraine, dunia itakubali? Je, China ikiamua kuingia Taiwan na kufanya mauaji ya viongozi wa Taiwan, dunia itakubali? Ethiopia ikiamua kutumia nguvu zake za kijeshi kuamua kuivamia Eritrea kwa sababu Ethiopia haina bahari na kuchukua eneo la Asmara, dunia itakubali? Je, ni muhimu turejee kwenye misingi ya demokrasia. Ufaransa akiamua kuivamia Burkina Faso na kumuua rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, dunia itakubali? Ufaransa ikiamua kuingia Niger ikamuua Abdurrahmani Chiani, ikaingia Mali ikamuua Assimi Goita, dunia itakubali? Ni muhimu tuepuke nguvu za mabavu na kurejea kwenye misingi ya diplomasia, sheria za kimataifa, na kila nchi kuheshimu uhuru wa nchi nyingine. Asante sana.